Basi ndugu zangu, sasa tufanye ni Baba ametuambia akinukuu maneno ya mtakatifu Baba Mtakatifu Leo wa 14, kufunga kwetu ni maneno yasiyokuwa na maana, matusi, lugha mbaya. Basi tuache kuutesa mwili, kufunga upande wa vinywaji na chakula, tupate kiu ya kumwona Mungu. Usiwe na masengenyo, kashfa, lugha ya kashfa. Funga tabia upande lugha. Katika familia tuongee lugha nzuri, lugha ya msamaha. Acheni anasa, pombe, acheni kuchelewa kurudi nyumbani. Nimesema hii ndugu zangu, tushirikiane, tutengeneze familia zetu wakati wa Kwaresma. Baba ametuasa tutende mema. Matumizi ya simu, video game, runinga, watoto wazazi hawapo runinga, picha zisizofaa, picha chafu, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, vitu gani unarusha? Uwe makini wakati wa Kwaresma. Mama akiomba pesa za chakula, baba huna pesa, lakini WhatsApp kuanzia asubuhi mpaka jioni. Turudi nyumbani, tuishi kwa amani na upendo. Tengenezeni familia. Kuna status ya watu, picha ziko za ukumbini, picha ziko za Dombolo, status wanarusha. Wakatoliki hao sasa, sema kwa heri kwa status hizo mbaya. Mwambie jirani yako kwa heri kwa status mbaya. Kwa heri kanisani. Kwaresma imeanza siku 40. You should be having fruitful Lenten season. Ni kipindi cha Kwaresma ambayo inaleta mafanikio, matunda ya kiroho. Tuanze pamoja leo. Funga kwako ikupeleke ndani ya nafsi yako, uweze kwa mtu wa kiroho. Kama unafunga, tabia zibadilike. Kama unafunga, maneno yabadilike. Namna unavyofanya matendo ya toba na matendo ya upendo, Mungu anakuona. Anayekuona sirini atakujazi. Unapoaga hapa duniani, milango imefunguliwa mbinguni. Ndio maana yake kila tendo la mapendo, tendo la upendo linafunguliwa mlango wa mbinguni. Usome maandiko matakatifu ya maisha matakatifu. Uwe mtu mwaminifu katika imani yako. Uwe mwaminifu katika ndoa yako. Uwe mwaminifu katika wajibu uliopewa kiserikali na kikanisa, wajibu uliopewa kama baba mwema, mama mwema.